Iran imetangaza kuwa itafanya mazishi ya kitaifa ya siku 3 kwa kiongozi mkuu wake wa zamani Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel yaliyofanyika siku ya kwanza ya vita vya hivi karibuni kati ya mataifa hayo. Serikali ya Tehran imesema tarehe hiyo rasmi ya mazishi bado haijatangazwa, lakini maandalizi makubwa tayari yanaendelea, huku mamlaka zikitarajia mamilioni ya waombolezaji kushiriki katika shughuli hiyo ya kihistoria. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyombo vya habari vya serikali ya Iran, Khamenei ambaye aliongoza Iran kwa karibu miaka 37 kama kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu alifariki dunia baada ya kuwa nyumbani kwake katikati ya mji wa Teherani mnamo Februari 28 mwaka 2026. Kifo chake kilitokea katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kijeshi uliozuka baada ya mashambulizi makubwa yaliyohusisha Marekani na Israel dhidi ya malengo mbalimbali ndani ya Iran, hali iliyozidisha mzozo wa kikanda kwa kiwango ambacho haikuwahi kushuhudiwa kwa miaka mingi. Awali, serikali ya Irani ilikuwa imepanga kufanya mazishi ya kitaifa mnamo Machi 4, siku chache tu baada ya kifo chake. Hata hivyo, mipango hiyo ilisitishwa kutokana na hali ya vita iliyoendelea nchini humo, ambapo mashambulizi ya anga, tahadhari za usalama na hali ya taharuki vilifanya kuwa vigumu kuandaa tukio hilo kubwa la kitaifa kwa wakati huo. Naibu meya wa Tehran Mohammad Amin amenukuliwa na televisheni ya taifa akisema kuwa serikali sasa imepanga mazishi ya umma yatakayodumu kwa siku 3 mfululizo. Amesema hafla hiyo huenda ikafanyika mwanzoni mwa mwezi wa Muharram, ambao ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu unaotarajiwa kuanza katikati ya mwezi Juni. Kwa mujibu wa Amin, shughuli za maombolezo hazitafanyika katika mji mkuu Tehran pekee, bali pia katika miji mitakatifu kama Qom na Mashhad, ambayo ina umuhimu mkubwa wa kidini na kisiasa nchini Iran. Mashhad, mji unaochukuliwa kuwa moja ya maeneo matakatifu zaidi kwa Waislamu wa madhehebu ya Kishia, umetajwa kuwa mahali ambapo Khamenei atazikwa rasmi. Katika mji wa Tehran, mamlaka zimesema shughuli za mazishi zitadumu kwa angalau saa 24 mfululizo, huku maandalizi ya usalama, usafiri na udhibiti wa umati ukianza kuimarishwa mapema. Serikali inatarajia hadi zaidi ya watu milioni 20 kushiriki katika mazishi hayo, jambo ambalo linaweza kuyafanya kwa miongoni mwa mazishi makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya kisasa ya Iran. Mamlaka za Iran zinaeleza kuwa mazishi hayo hayatakuwa tu tukio la kuaga kiongozi wa taifa, bali pia yatatumika kama ishara ya umoja wa kitaifa na ujumbe wa kisiasa dhidi ya maadui wa Iran. Serikali imekuwa ikisisitiza kuwa kifo cha Khamenei hakitavunja mfumo wa uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu, huku viongozi wa kijeshi na kisiasa wakiahidi kuendelea kulinda misingi ya taifa hilo. Kifo cha Ayatollah Ali Khamenei kimeacha pengo kubwa katika siasa za Iran kutokana na nafasi yake kubwa kama kiongozi wa juu mwenye mamlaka ya mwisho katika masuala ya kijeshi, usalama wa taifa, sera za nje na mwelekeo wa kisiasa wa nchi hiyo. Kwa zaidi ya miongo mitatu alibaki kwa sauti yenye ushawishi mkubwa ndani ya Irani na sehemu ya eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika masuala yanayohusu uhusiano na Marekani, Israel na makundi washirika wa Iran katika ukanda huo. Wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati wanaamini kuwa mazishi hayo yatakuwa tukio lenye uzito mkubwa kisiasa, likivuta viongozi wa ndani na huenda pia wageni kutoka mataifa yanayoshirikiana kwa karibu na Iran. Aidha, yanatarajiwa kuwa jukwaa la kuonyesha nguvu ya kisiasa ya serikali mpya ya Jamhuri ya Kiislamu katika kipindi hiki cha mpito baada ya kifo cha mmoja wa viongozi waliokuwa na ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya taifa hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.